Simu bado napokea, lakini lazima tutambue mimi ni Muislamu na mwezi huu nautumia vizuri kufanya kazi ya imani yangu. Kwa hiyo muda mwingi nafanya kazi ya imani yangu, kwa hiyo simu naondoa mlio. Kwa hiyo ukiona nimepokea simu ni kwa bahati nasibu, lakini nikiona napokea. Kama sikuona siwezi kupokea, kwa sababu muda mwingi nakuwa nafanya kazi ile ambayo naamini inatakiwa kufanywa kwenye mwezi huu kwa kipindi kirefu. Yaani kipindi changu ni cha mapumziko ni masaa mawili tu, na muda mwingine napata mapumziko ni kuanzia saa 5. Saa 5 naweza nikapumzika nusu saa au saa moja. Kwa hiyo ukinipigia saa 5 usiku nikiwa nimekumbuka kutoa mlio kwenye simu, utanipata na nitakujibu bila tatizo lolote. Lakini nje ya hapo kuna wakati napokea simu, kuna wakati sipokei simu, kwa sababu nina mambo muhimu nafanya kwa mujibu wa imani yangu na programu yangu niloipanga. Mimi naishi kwa program zangu, yani mwezi huu na program maalum ambao lazima niitimize kuanzia ninapoamka hadi ninapokwenda usingizini, kwa maana ya jioni. Kwa ni lazima ukalijua hilo na ukaondokana na hofu juu ya hilo. Ukiona T.R. Msigwa upokea simu, ujue tu kuna jambo fulani anafanya. Akiona simu yako atakujibu kwa maandishi au atakupigia. Hakupigia usimlaumu, so ni mwezi wake wa likizo. Kama mtu yote anafanya kazi kwenye kampuni yote, kwenye taasisi yote, anakuwa likizo katika harakati zake za maisha yake. Hili nalo niliweke wazi ili uweze kufahamu kwa kama ukumpata T.R. Msigwa usihuzunike wala usisikitike. Ujue tu huyu mtu bwana, mwezi huu anafanya mambo yake kwa mujibu wa imani yake. Kila kunapokucha anaingia kwenye shughuli hizo ambazo anakwenda kufanya. Na siachi kutoa namba zangu za simu, kwa sababu leo au kesho unaweza ukanipigia kupitia 0752819047 0752819047 au 0713646691. Kuishi bila mistari miwili tumeweza kwa kasi kubwa sana, na ni jambo zuri sana ambalo tumeweza kulifanya katika safari ya maisha yetu, na tutaendelea kuwasaidia watu na wataishi vizuri. Na kuhusu chanjo inayotokana na kile kinachoitwa VVU, mimi siwezi kulizungumzia hili, lakini kuna mtu kaja kunilalamikia kwa hasira. Amehama Dar es Salaam, aliingia kwenye tafiti fulani ya mtu fulani ya chanjo, akapewa bima, everything akapewa. Baada ya muda kupimwa akagundulika positive. Kwa hiyo mtazamo wangu si huo. Mtazamo wangu kuziwia kunatokana na vitu vingine ambavyo vinafanya kuitenganisha damu ili isikopi kitu chochote kutoka kwa mtu mwingine, ibakie yenyewe iko sealed. Huu ndio mtazamo wangu, na watu wote leo hapa wamenufaika na wanaendelea vizuri na hawajaambukizwa na hawajamuambukiza mtu yoyote chochote katika safari ya maisha yao. Kwa leo ni haya, tuombe Mungu. Kesho ni siku nyingine, tunaweza kuzungumza mengine pasipo shaka yote. Kitu kikubwa ni kumwomba Mungu afya njema na uhai. Kwa lugha nyingine, kila kitu kitakuwa sawa. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.